Salimu mjambo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Salimia mwenzako umwambie Yesu anakupenda. Katika juma hili tunashukuru Mungu amekuwa pamoja nasi. Tumeona mkono wa Mwenyezi Mungu katika maisha yetu katika juma hili. Na katika sabato ya leo Mungu ananena pamoja nasi tena. Kabla niweze kuanza mahubiri ya siku ya leo, ningependa kushukuru viongozi wa maeneo haya, uongozi wa ofisi, mchungaji aliyetuma kutoka ofisi. Unaporudi umpatie mchungaji ambaye ni mwenyekiti salamu zetu kama wageni wa maeneo haya, pamoja na wafanyikazi wote wa ofisi, uweze kusema tumesema asante kwa kutukaribisha maeneo yenu. Wapendwa, mchungaji wa wilaya hii, nanyi viongozi wa maeneo haya, mpeane salamu zetu. Tumesema asante kwa kuturuhusu kuhudhuria katika maeneo haya. Kwa sababu ya nyakati, naomba sisi zote tuweze kuomba, tuanze ibada. Baba yetu, nena pamoja nasi katika Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Wapendwa, katika mchana wa leo, neno letu kuu tutakaloliangalia katika siku ya leo, one says, now what are you? Mara ya kwanza mulikuwa watumwa, sasa nyinyi ni nini? Mara ya kwanza tulikuwa watenda dhambi, sasa sisi ni akina nani? Mara ya kwanza we were slaves, tulikuwa watumwa ambao walihangaika na shida ya dunia, wakahangaika na machafuko ya dunia, wakahangaika na mienendo ya dunia. Lakini sasa wewe ni kipi katika maisha yako? Mara ya kwanza wasiwasi katika hii nchi, wazungu walitutawala, lakini sasa nchi ya Kenya inajitawala. Mara ya kwanza nchi ya Kenya ilitawaliwa na mji mkuu wa Nairobi, lakini sasa sisi tuko na mikoa ya kaunti. Mara ya kwanza ulikuwa kijana, lakini sasa wewe ni mama, wewe ni baba. Mara ya kwanza tulikuwa watumwa, lakini sasa wewe ni nini mbele ya Kristo? Safiri pamoja nami wapendwa. Kitabu ni Warumi 6. Kitabu ni Warumi 6:20 mstari wa 20 hadi 23, ambapo Paulo anasema maneno haya: for when you were slaves of sin, you were free in regard to righteousness. What fruit did you have taken in the things of which
You are now ashamed, for the end of all things is death. But now, having been set free from sin and having become slaves of God, you are full to holiness, and the end, everlasting life. Verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, Kristo ananena pamoja nasi katika siku ya leo kutoka kitabu ya Warumi. Tunatamatisha mkutano huu kwa kusema mara ya kwanza tulikuwa watumwa, lakini sasa sisi ni nini? Wapendwa, kuwa mtumwa wa umaskini unakufanya unateseka katika maisha yako. Kuwa mtumwa wa ukabila unakufanya unanongoneza katika maisha yako. Wapendwa, kuwa mtumwa wa uchaguzi na siasa, aibu inaondoka, aibu inakusingira. Kuwa mtumwa ni kitu kibaya. Sisi wote ni watumwa, maana tumetoka Bomet, maana tumetoka Ujaruoni, maana tumetoka Uruyani, maana tumetoka Kisii na sehemu zote za Kenya, kwa sababu ya utumwa wa kusema sisi ni maskini, kwa sababu ulitafuta vibarua, ukatafuta kazi, ukapeana makaratasi katika maofisi ya Kisii, katika maofisi ya Nyamira, katika maofisi ya Kisumu, katika maofisi ya Eldoret, lakini kazi haikupatikana. Lakini leo sisi ni watumwa wa Kilicho. Umaskini ni kitu kibaya. Umaskini ni kitu kibaya, wapendwa. Wakati mara ya kwanza tulikuwa maskini, ambapo yeyote ambaye alikuwa anaisikia jina lako anasema na wale watasema nini? Anaangalia ratiba ya masomo yako, anasema na huyo atasema nini? Anaangalia familia unayotoka, anasema na huyo atasema nini? Mara ya kwanza tukawa watumwa. Na sisi katika mchana wa leo, Paulo ananena pamoja nasi, wapendwa, katika maskani haya tunapotamatisha mashambulio haya na kusema, wapendwa, mara ya kwanza sisi zote